hapa palikuwa kuna makontena ambayo pengine ni watu 40-50 tu waliokuwa wanafanya biashara. Leo tunazungumzia watu 500 wako hapa. Lakini na soko letu la zamani lile tumelikarabati, watu wengi wamepata nafasi ya kufanya biashara. Sasa hapa sio mwisho, hapa ni mwanzo. Lengo na madhumuni ya serikali ya Chama cha Mapinduzi ni kuendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanya biashara, mji upendeze, haiba ipatikane, watalii waipende Zanzibar, lakini na nyinyi mpate shughuli zenu za kimaisha kuwa bora zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu, ninachosema ni kwamba tutaendelea kutengeneza utaratibu wa kujenga katika maeneo haya yapatikane maduka zaidi. Mimi nimeona mimi mwenyewe kwamba watu wengi bado wanaweka pembeni kwenye kuta. Hii sio tunayotaka. Tunataka maduka au sehemu rasmi za kufanyia biashara. Kwa hivyo hilo tutalitekeleza ili watu wote wapate sehemu nzuri ya kufanya biashara. Lazima tuzingatie usafi katika maeneo yetu, na ninashukuru kwamba sasa hivi alhamdulillah bado tuna kazi ya kufanya, lakini sivyo tulivyotoka. Huko tulipotoka hali ilikuwa mbaya zaidi. Nashukuru kwa mamlaka zote zinazosimamia usafi, tuendeleze juhudi za kuhakikisha tuna usafi wa kutosha. Eneo jingine ni maegesho. Tutahakikisha tunaendeleza maegesho ili watu wanaokuja hapa waweze kuweka magari yao na vyombo vyao vya usafiri katika maeneo mazuri zaidi. Hapa tayari kuna maegesho, lakini kuna mradi mkubwa unajengwa pale Malindi wa kituo kikubwa cha mabasi, na pia kutakuwa kuna maegesho pamoja na yale maegesho ya ZSSF pale, ili ile hali ya watu kupaki kila pahali iondoke. Na mimi nina mategemeo makubwa kwamba katika kipindi kifupi kijacho, kwanza kuna mradi mmoja unaitwa Big Z. Huu mradi unataka kutengeneza maduka kutoka pale roundabout ya Kariakoo mpaka hapa Kiswandui. Kwa maana hiyo upande wa kulia na kushoto yawe maduka matupu, na katikati pia kutakuwa kuna maduka, kwa sababu barabara hiyo itaondolewa magari, itakuwa ni ya kutembea kwa miguu au zile gari ndogo zile za golf cart. Mambo ya Zanzibar jamani yatakuwa makubwa. Kuna jamaa zetu walikuwa wanasema mabasi ya umeme, teksi za majini ziko wapi? Tayari tumewafungulia kituo cha teksi ya majini pale. Tunaendelea kuzisambaza nchi nzima, kutakuwa kuna teksi za baharini. Lakini vile vile mabasi ya umeme yako njiani. Baada ya siku kama 30 hivi yataingia hapa. Ili kituo hiki pale Kijangwani ndio tutaanza pale, lakini na kituo hichi cha Malindi kazi yake itakuwa ni hiyo kubwa. Na gari zitakazoingia mji Mkongwe zitakuwa zile tunaita gari za umeme, electric cars, kupunguza vibration ili tuyaokoe majengo yetu ya zamani na tudumishe urithi tuliokuwa nao wa Stone Town. Kwa hivyo ndugu zangu, mambo yajayo ni neema zaidi, wala msio na wasiwasi. Sisi tunachokuombeni mtuchague tu, muone mambo yatakavyokuwa hapa Zanzibar. Barabara ya kutoka Mnazi Moja mpaka Malindi, hii barabara yetu hii itajengwa upya. Itakuwa ni barabara ya njia 4, kutakuwa kuna kutembea kwa miguu, kutakuwa kuna sehemu ya baskeli, mtafurahi. Hapa patakuwa biashara hasa. Na sisi tukisema tunatekeleza. Maana tulisema tutajenga barabara katika ilani yetu iliyopita kilomita 197, mpaka sasa hivi tushajenga kilomita 1000. Kwa hiyo hakuna shaka katika utekelezaji. Tutatekeleza, na haya yote tunasema huu ni mradi wa Big Z. Kuna barabara hiyo hapo ya katikati, lakini kuna barabara hii ya kwenda Malindi kutoka Mnazi Moja. Kituo cha mabasi kama nilivyosema, tunakijenga kituo kikubwa pale Malindi ilipokuwa uwanja wa mpira wa timu ya Malindi pale. Na vile vile kuna swala la mikopo. Najua wajasiriamali wengi mnataka kuwezeshwa. Kushukuruni kwa kuendelea kuchukua mikopo isiyokuwa na riba ya serikali, na wale ambao hatujawafikia kwa mikopo, safari hii lile fungu tunaliongeza mara 2 au 3 ili tuwafikie wote. Na tutapunguza urasimu katika upatikanaji wa mikopo, maana wajasiriamali wengi wamenambia urasimu mwingi.
Kwa hivyo tutajitahidi tupunguze urasimu, watu wapate kwa haraka mikopo, wafanye biashara zao, wajikwamue kiuchumi, na ndio fahari yetu sisi CCM, kwamba tunataka wananchi wetu waweze kupata mafanikio katika maisha yao. Tutathmini, tuliangalie kwa kiasi gani tunaweza kuwasaidia wajasiriamali kwa kuwepa unafuu katika kodi ambazo wanalipa sasa hivi. Na kote huku tutahakikisha kwamba tunajenga maeneo mazuri ya kufanyia biashara. Biashara isifanywe holela, watu wasifanye chini biashara. Hata ambapo hakuna duka, basi kuna meza za kisasa nzuri ambazo zina haiba, watu wafanye biashara. Na kuhusu tatizo la umeme, shida ya umeme katika eneo hili, kama tatizo ni transformer, basi naiagiza shirika la umeme ZECO waje waangalie tatizo, warekebishe mara moja ili tuondokane na kadhia hii. Swala zima la amani, utulivu katika nchi, usalama. Mimi nasema ndugu zangu, hata kama ningekuwa sijafanikiwa katika utekelezaji wa maendeleo ya aina yoyote, hii amani tuliyokuwa nayo leo, wiki mbili kabla ya uchaguzi, tumekaa kwa raha mustarehe. Haya ni mafanikio makubwa. Haikuwa hivi hali, ilikuwa sasa hivi tension, watu wako nyumbani, hawafanyi biashara, wanaogopa uchaguzi. Lakini sasa hivi mambo mazuri, tunafanya biashara. Na mimi nakwambieni, hata ile tarehe 29 siku ya kupiga kura, nenda kapige kura kwanza, ukimaliza njoo ufungue duka lako, amani itakuwa.